Basi tunaanza na taarifa kwamba wadau katika sekta ya uchukuzi wa umma wamesitisha maandamano ya kulalamikia ongezeko la bei ya mafuta kwa siku 7 ili kutoa nafasi ya mashauriano. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen, mwenzake wa Kawi Opiyo Wandayi, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja pamoja na wadau wengine walisema kipindi cha wiki moja kitatoa fursa ya mashauriano ya kina ya kutafuta suluhu kwa mgomo huo. Baada ya shughuli za sekta ya uchukuzi wa umma kulemazwa kwa siku 2 pamoja na athari zake kwa Wakenya, hatimaye wadau wa sekta hiyo wameafikiana na serikali kuhusu kusitishwa kwa mgomo huo kwa kipindi cha siku 7. Asante sana. Akihutubu katika kikao cha pamoja cha wanahabari kwenye jumba la Harambee, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alitangaza kwamba mgomo umesitishwa ili kutoa nafasi kwa mashauriano zaidi. Between now and Tuesday 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. Akigusia changamoto zinazowakabili wa Kenya kutokana na ongezeko la bei ya mafuta ambalo kiini chake alitaja kuwa mzozo kwenye eneo la Mashariki ya Kati, Murkomen alisisitiza kwamba serikali iko tayari kuwalinda wa Kenya kutokana na gharama ya juu ya maisha. Kauli za Murkomen ziliungwa mkono na waziri wa Kawi Opiyo Wandayi aliyesema Kenya tayari imetumia mabilioni ya fedha ili kudhibiti bei ya mafuta na kuwalinda wa Kenya kutokana na ongezeko la bei ya bidhaa hiyo duniani. The government has applied some 13.9 billion shillings to manage the cost of these petroleum products. Last night's reduction by 10 shillings on the cost of diesel per litre alone took some 2.7 billion shillings. Viongozi wa vyama vya wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma waliohudhuria mkutano huo waliomba radhi kwa wasafiri kutokana na mgomo huo, wakisema waliafikiana kusitisha kwa muda ili kutoa nafasi kwa mashauriano kuendelea. Mine is to urge all our membership, our drivers, our conductors to resume operations effective immediately. If this is not taken serious, within the 7 days that we have given, the strike will be back. And we've agreed to form a committee which is going to look into other issues related to the transport sector, mostly on PSV, because we've been having so many issues on insurance, we've been having issues on traffic matters, corruption. Naye gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja alitoa wito wa utulivu pamoja na majadiliano, akisema mgomo huo tayari umewaathiri wa Kenya. Watu warudi kazini, watoto waweze kurudi shuleni, watu warudi kwa mashamba. Let us build our economy even as we resolve this issue. Joseph Wahungu, Darubini.